Sasa ulize swali lake. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa swali langu namba 15 liweze kupata majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Salome Makamba, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Tarimba Abbas Gulam, mbunge wa Jimbo la Kinondoni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mradi wa EACOP unatekelezwa na wawekezaji binafsi and private investors kwa kushirikiana na serikali za Uganda na Tanzania. EACOP Limited ni kampuni inayosimamia ujenzi na baadaye uendeshaji wa miundombinu ya mradi. Mheshimiwa Spika, wawekezaji wamepanga kujenga mtambo wa kusafisha mafuta ghafi, yani refinery, kwa upande wa Uganda ambao utachakata mafuta ambayo yatatosha soko la Uganda na nchi jirani ikiwemo Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Tarimba Gulam, swali nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, sijafurahishwa sana na majibu ya serikali kwa sababu shida tunapata sisi. Leo hii kila anayesimama anazungumzia athari zinazotokana na uhaba wa mafuta na bei kupanda. Swali langu niliuliza, serikali haioni haja? Ungeniambia kama serikali haioni haja kwa sababu uwepo wa refinery Tanzania utaongeza ajira, utatupunguzia matumizi ya fedha za nje kununua mafuta, utatuhakikishia usalama wa upatikanaji wa mafuta na kadhalika. Angalau ungesema, sasa swali langu, angalau ungesema mtaweka mpango huu katika mpango wa taifa wa maendeleo ya taifa ili kuweza kuangalia uwezekano. Na swali la pili, je, ni kwa nini hamtaki kufanya feasibility study ambayo itaweza kutuainisha uwepo wa refinery ama isiwepo refinery? Nakushukuru. Mheshimiwa Spika, tunaielewa concern ya Mheshimiwa mbunge na tunamshukuru kwa mchango wake katika sekta hii ya mafuta. Swali lake la msingi lilikuwa linahusiana na ujenzi wa refinery kwa ajili ya mradi wa bomba la mafuta linalotoka Uganda kuja Tanzania. Na nimwambie Mheshimiwa mbunge, mipango kwa ajili ya kutafuta na kutafiti mafuta na ujenzi wa refinery katika wizara yetu ipo na utafiti unaendelea, na sasa hivi ziko rig ambazo zinafanya utafiti katika maeneo mbalimbali nchini, na mara baada tutakapopata mafuta ya kutosha na gesi ya kutosha, basi serikali iko tayari kwa ajili ya kujenga refinery ili kuweza kuwahudumia Watanzania. Kama ulivyosema, refinery inatoa ajira lakini inaleta uhakika wa mafuta ndani ya nchi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.